Kama unaliamini jina la Yesu na unatii maelekezo yake ya maandiko matakatifu, anasema nimekupa mlango ulio wazi mbele yako. Hata kama una kanguvu kadogo kiroho kamebaki, anasema najua umebaki wa kanguvu kadogo, lakini unalishika jina langu, unalishika jina lipitalo majina yote, unalishika jina lenye mamlaka, unalishika jina la Yesu Kristo, Alfa na Omega, Mungu wa miungu, yeye aliye na funguo za kuzimu na mauti. Bado naliamini na kulishika. Anasema tazama nimekupa mlango ulio wazi. Isaya 60:11. Malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Kamwe usije ukatamka kuna mlango kwenye maisha yako umefungwa. Amesema nimekupa mlango ulio wazi, wala hakuna awezaye kuufunga. Kwa nini unathubutu kusema kuna mamkwe amefunga mlango wangu? Kwa nini unathubutu kusema kuna mfanyakazi mwenzangu amefunga mlango wangu? Kwa nini useme kuna mtu amenifungia mlango? Kuna ukoo umekaa vikao, watu wa kimila wamenifungia mlango, kuna wazee wa kijiji sio wamenifungia mlango. Huo ni ushirikina. Wewe sio mshirikina, wewe ni mtoto wa Mungu upendwaye sana, ikiwa unatii maelekezo yake. Kwa Mungu, malaika wake wanatenda kazi na neno lake. Weka hii kwamba malango yangu yako wazi daima. Katika kuomba kwako Baba, kushukuru Mungu wa mbinguni, mfalme wa wafalme, kwa kuwa malango yangu yako wazi daima, mchana na usiku, 24 hours my doors are open. Anza kuona sasa malango yako yakiwa wazi tangu sasa kwa jina la Yesu. Kama malango yako yamefungwa kwenye ufahamu wako ufunguliwe tangu sasa kwa jina la Yesu. Naishi katika nyakati za mwisho, yawezekana umejikuta umefungwa, lakini umetangaziwa wewe uko huru. Nataka nikutangazie kwa mamlaka ya neno la Bwana Mungu wangu ninayemwamini, kwa nguvu zake nimwabudue usiku na mchana, malango yako na yawe wazi sasa kwa jina la Yesu. Baba,